compatible. Tukiwa bado maeneo hayo ya kati mwa Kenya, kesi ya ubakaji ambayo inahusisha mwalimu wa shule ya wanafunzi wenye ulemavu wa kutosikia ya Kerugoya itasikilizwa tarehe 2 Aprili 2026. Hakimu mkazi mwandamizi Nelly Kariuki alisema kesi hiyo inayohusisha mwalimu ambaye anatambulika kwa jina la Gideon Shomba itatajwa siku hiyo. Wazazi wa wanafunzi walihudhuria kikao katika mahakama ya Kerugoya wakielezea wasiwasi wao na kudai haki kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mwakilishi wadi maalum Harrison Mbundi alitoa wito kwa Wizara ya Elimu kuchukua hatua kali na kuwataka wahusika wote wawajibishwe, huku akisisitiza ulinzi wa watoto katika shule maalum. Pia alitaka mahakama kuweka wakalimani wa lugha ya ishara ili kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kusikia kufuatilia kesi na kupata haki. Pia county wako active. So kwa hiyo issue tusingoje sana, usipeleke mbele hii maneno. Napenda kuuliza kotini tafadhali waandike kalimani wa lugha ishara, wakoe na wao. Sisi tunatafuta mtu wote wanalemleta pale. Nipeleka mtoto wangu Kerugoya siku aende. Niliamini hiyo shule ni nzuri na mtoto wangu kila siku atakula siku. Sasa mimi kustuka ni kwamba mimi nilipeleka mtoto wangu Kerugoya siku aende. But the last minute nikakuja kugundua nilipelekea walimu mwanamke. Na kama hii kitu ilifanyika since 15, walikuja kuambia mzazi wao mtoto mwingine 20 grand. So ilikuwa a part of kuficha hiyo kitu. Huyu mzazi asikuje kujua. Ndio nyamaza na mtoto ako chini ya ulizio na wakuambia mzazi wake walikuwa wamenyamaza kwa nini? Inaonekana isipokuwa ni wenye huyo mtoto alikuwa na dawa. Hiyo mama yake yangu yaambiwa kama aingenyamaziwa kama wenye walinyamazia kesi yangu. Na tuelekee kusini mwa pwani